niombe wenye watoto. Unajua tunapozungumza swala la kumlinda mtoto, unaanza mzazi wewe mwenyewe. Mzazi wewe mwenyewe unamlinda. Kwa hiyo unapomruhusu mtoto wako labda aende katika kitu kinachoitwa disco toto, ambako ni kama nilivyoeleza usalama wake unakuwa ni mdogo. Wewe mwenyewe unamweka mtoto wako katika hali ya hatari. Kwa hiyo usisubiri kwanza mpaka sisi tuchukue hatua. Mzazi wewe mwenyewe unatakiwa wewe wa kwanza kuchukua hatua. Kuhakikisha mtoto wako, pamoja leo tunasema ni sherehe, basi anakwenda katika maeneo ambayo salama. Maeneo ambayo yana mkusanyiko ambao tunafikiri sio salama, mzazi usimpeleke mtoto wako huko. Pamoja sisi jeshi la polisi tutakaa kuliangalia hilo, lakini mzazi mwenyewe ndio awe mtu wa kwanza kuchukua hatua. Jamii hiyo ya kwanza kuchukua hatua. Kabla sisi ya jeshi la polisi hatujachukua hatua. Sisi tutachukua hatua, lakini ningeshauri wazazi wenyewe ndio wao wa kwanza kuhakikisha watoto wao wanakwenda maeneo ambayo salama. Unazungumza disco toto, maana mnapozungumza disco toto sio kwamba linapigwa labda kwenye uwanja wa mpira watu wamejaa. Ni sehemu mtu ametengeneza anajipatia kipato, watu wanaingia katika eneo ambalo kiusalama au kinaweza katokea kitu chochote, ni ngumu mtoto kupata msaada. Kwa hiyo haya ni maeneo hatarishi. Kwa hiyo mzazi mwenyewe achukue hatua ya kuhakikisha mtoto wake aende katika maeneo haya. Kuelekea katika hiyo sikukuu ya Eid al-Fitr, sisi jeshi la polisi tumejipanga vizuri kuanzia sasa hivi na kabla. Tumekuwa tukijipanga kwa sababu tunafahamu hizi sikukuu zipo. Kuhakikisha usalama unaendelea kuwa mzuri katika mkoa wetu. Na ndo kama tunavyosema, wananchi nao wamekuwa wakitoa ushirikiano ambao niwapongeze kwenye hilo. Kwa hiyo na sisi tutaendelea kuhakikisha usalama. Niwahakikishie kwamba usalama utakuwa vizuri. Niwashauri watu ambao wanatumia haya madawa ya kulevya wasome madhara yake. Waende tu, uzuri siku hizi elimu hata kiganjani unaangalia. Angalie tu asome madhara, mfano ya kutumia mirungi. Aende akasome tu madhara. Aingie hata kwenye simu yake, wanaita simu janja. Angalie nini madhara ya kutumia mirungi. Alafu aone, ndio atajua kwa nini serikali inakataza matumizi ya madawa ya kulevya. Lakini na madawa mengine, nafikiri mmekuwa mashuhuda ukiwa unapita maeneo fulani, hospitali zetu watu wanapoenda kupata zile dawa, unaona vijana jinsi walivyoathirika. Unaona kabisa nguvu kazi ambazo tumezipoteza. Ndio ujue kwa nini sisi jeshi la polisi na hata serikali inapambana sana na haya madawa ya kulevya. Yaani tunaongea hapa, watu wanapiga simu, watoto wanakwenda shule, watu wanaenda sasa hivi kufanya shopping, watu wanajiandaa kwa sikukuu na vitu mbalimbali. Ni kwa sababu ya amani ya nchi yetu. Kule ambako tunasema amani imetoweka, nafasi hiyo haipo. Na nafikiri nyinyi mnaweza mkawa mashuhuda, kule ambako kutokana labda na machafuko mbalimbali yametokea, watu hawapati muda wa kujiandaa, watu wanaishi kwa wasiwasi. Nilikuwa naona kwenye television wale watu ambao wanatoka katika maeneo ya machafuko wanaeleza jinsi hali iliyopo kule. Yaani wasiwasi ambao wanaokuwa nao, yaani wanaondoka katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo watu tuendelee kuenzi amani ya nchi yetu. Amani ndio kila kitu. Tuendelee kushirikiana na serikali ambayo inaongoza watu, kwa sababu iko kwa ajili ya wao. Kwa hiyo tunapoendelea kuenzi amani, inaturuhusu sisi kuweza kufanya shughuli nyingine za kimaendeleo. Kuelekea katika sikukuu, watu waendelee kufuata sheria, ule tunasema utii wa sheria bila shuruti. Watu waendelee kufuata sheria, lakini kutoa taarifa za uhalifu wowote ambao wanafikiri unaweza ukatendeka, ili kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa salama. Lakini sisi kama jeshi la polisi tuhakikishie tu kwamba tutakuwa macho, tutakuwa na ulinzi wa kutosha katika maeneo mbalimbali kama ulivyoeleza, maeneo ya starehe, maeneo ya ibada na maeneo mengine yote ya barabarani, ili kuhakikisha watu wanafuata sheria, sherehe hizi zinasherekewa vizuri kwa amani na utulivu. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nafikiri tutakuwa salama. Sawa.